kasi yake. Atanyosha tu, haijalishi mahali huko. Katikati kwa watu, unafikiri pale walikuwa na wangapi? Amen. Na kwa nini alikuwa akakumbia na kule? Kwanza ni kwa mateka. Favor of God. Sababu Israel Jews walikuwa na kibali kila mahali walipo, ndio wakama. Ukitaka kupata ukitaka kufanya wasichana wafanyikazi wazuri katika nyumba ya kila mtu, hata kwa muhindi anaajiri mkama. Ama ninatanganya, hata kwa Wakikuyu wakitaka wasichana wa nyumba wanaajiri mkama. Jiu. Sitanganyi, enda. Mimi muhindi mmoja alitotolea ushuhuda pale. Kulikuwa Kailas, next to Kailas. Mahali tulianzia revival ya 92. Kulikuwa na muhindi pale, alikuwa ameajiri msichana Mkamba. Kwa hivyo naye Mkamba, muhindi akiwa kwa nduka Mkamba, msichana hapo kwa nyumba, anabeba msichana kijana wa muhindi, mtoto, analeta maombi ya sasa. At the end of the day, we headed to the house of the muhindi. Hata tukawa na kibali na yeye. Sababu kuna mtoto hata akimzuia lazima akuje maombi ya saa 7 huyo mtoto hata bila msichana. Alikuwa anaenda tu akuje kuimba. At the end of the, he opened the door for us. And we had a fellowship with him. Sasa akatusimulia siri zote. Why they do it. Why they employ the Kamba house. Siku ndio mlikuwa naambia Bwana nisaidie niwe Mkamba ambaye anakubalika. Bwana niwe Mkamba ambaye anakubalika. Hata kama wewe ni Mkikuyu, ambia Bwana niwe ambaye anakubalika. Ama kama wewe ni mwambie unakubalika. Sababu yule ambaye hiyo tabia ya Jews kila mahali walikuwa wanapata kibali. Amen. Kwa hivyo yeye amepata kibali. Kwa nini? It came to pass in that month of Nisan in the 20th year of King Texas, when wine was before him, that I took the wine and I gave it to the king. Now I had never been sad in his presence, but this time, si anasema hajawahi kufanyika, lakini inaonekana this time I am sad. Why? Wakati unaomboleza kwa nini? He was mourning. Alikuwa anaomboleza. He was mourning. Anaomboleza. For his brothers. Kwa ndugu zake. Hiyo mstari tumesema they were what? Distressed. Walikuwa na dhiki mingi. Distressed and they done what? Wamefinyiliwa, wameonewa, wamekandamizwa, wamekuja confused. That is why. Therefore the king said to me, why is your face sad? Kwa nini uso wako umekunjana? Since you are not sick. Na wewe si mgonjwa. This is nothing but sorrow of heart. So I became dreadfully. Kwa hivyo nikaogopa sana. Yaani mfalme ametambua moyo wa mfanyikazi wake umeumia. Wapendwa, kuna wakati tunaumia kwa sababu ya kulilia wengine, kuna wakati tunaumia kwa sababu ya kulilia taifa, kuna wakati like now tunahitaji kulilia Bwana. Mwaka huu tunahitaji neema. Mimi kama kuna kitu ninalilia hata rais wangu. Ninamulilia jana urabosa kata na bosi. Amen. Ninaambia Bwana haleluya, poesha moyo wake. Mimi ni intercessor anyway. Unajua intercessors wako na shida. Ukiona mtu anaumia sana, nikasikia amekalika sana. Nikasema haleluya, Bwana saidia rais wetu. Akikasirika naye ni baba yetu, tutapata na laana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Na unajua mmoja akilaaniwa ni sisi tunalaaniwa. Bwana siwe sana. Kwa hivyo tukiomba this season, we pray for our families. We pray for the church of God. We pray for our nation. And the nation is our president. Tumwombee neema. Amen. Ya kumaliza muhula huu. So that he may finish his term. Vizuri. Na asikasirike. Asituachie laana. Amen. Kuwe na amani na wale wengine wainuke wakiwa na wao hawana laana. Najua laana ikiacha, sisi kama mnanielewa. Unanitambua kuna vitu siwezi nena riba. Tuko sawa. Kwa hivyo tunaomba na tunaomba muhula. Usiniulize pastor 21 days. Tunaombea nini? 40 days. Watu waombea nini? Mimi sio aliniambia siku ile nitaomba 40 days, hamutanipata hapa. Nitakuwa nimeenda. Ataomba tu sikifika hata ameenda. Amen. Kwa sababu
Ni sisi tuna shorten, ni sisi tunaweka isifanye kazi. And you know the Bible says because of the elect, the Lord will shorten the time. Amen. Kwa hivyo tukiomba usiulize tunaombea nini mwaka huu. Tunaombea hizo vitu ambavyo tutainemu zote na hizo tunanemu. Kwa sababu lazima tuelewe tunaombea nini. Na ukiomba pia usijisahau. Acha mimi nikupatie kingine hapa kamoja. At least. Hapo lazima tuiweke yote. Ndio tukuje opposition kwa nini? Why bring First Kings chapter 17. Wafalme wa kwanza 17. Now Elijah, who was from Pisgah in Gilead, told King Ahab, as surely as the Lord, the God of Israel, lives, the God I serve, the God you do what? The God you serve. Now it's not Elijah. Si Elijah. Amen. Elijah's time is up. It's over. It's your time. The God I serve. Mungu naye tumikia. As well as the God of Israel, God I serve. There will be no dew. Hakutakuwa na umande. No rain. Wala mvua. During the next few years until I give the word. Mpaka nitoe neno. Listen. This is Elijah. Huyo ni Elijah. And is instructing Ahab. Na anatoa amri kwa mfalme. Kujulikane kwako. So that it may be done. Kama vile ninavyosimama mbele ya Mungu. As I always stands before the Lord. Hakutakuwa na mvua wakati wa miezi miaka. For few years until I give the word. Mpaka nitoe neno. Until I give the word. Mpaka nitoe neno. Kuna vitu ukinena. There are things when you speak, they will be done. Kwa sababu umenena. Because you have done. Na kwa siku miaka 3.5. For 3 years and a half. Israeli haikunyesha. There were no rain. Kwa sababu ya maneno ya Elijah. Wewe ndio Elijah wa leo. Kila ambacho kinakusumbua ni wewe usimame mbele za Bwana kama Elijah. Na waambie hiyo mapepo ya ni gani? Ile inakusumbua hiyo. Amen. Gani? Hiyo sio ndio inakusumbua. Hiyo inaleta ungumu. Hiyo inaleta kisirani. Hiyo inaleta shida. Uiambie sikisa neno wewe kapepo. Na jina hilo ambayo unatumika. Kulingana na neno la mdomo Bwana. Kuanzia leo na kung'oa. Na utarudi tena. Tena na kung'oa na misisi. Bwana siwe sana. Wacha tusiombe maombi ya ibilisi Satani. Satani si ndugu yako. Tafadhali. Sio tafadhali. Shetani kuna kukunja ngumi za Satani shati. Unamtolea shati. Kuna kukunja nguo upige. Paulo akasema wakati na tupa ngumi. Si tupe nikonge hewa. Usitupe ngumi ukonge. Tupa ngumi ukonge kombola. Kombola ya uchawi, kombola ya ukanga, kombola ya chuki, kombola ya mashetani. Amen. Na wengine ambao hujui ambia Bwana huyo na huyo na hiyo pepo ninang'oa. Amen. Hata rafiki wako umepoteza na umepoteza ukimpenda, unamrudisha na maombi. Naambia Bwana kile ka shetani kalimfuatilia. Hapo ndio ninadili nako. Amen. Unamng'oa tena. Wapendwa, kuna marafiki tumenyang'anywa na shetani. Mungu akaona the destiny utaenda na huyo mtu. Akajua ninaingilia. Unajua the devil Shetani anaingia. Hata Judas hakuwa anataka kuua Yesu. But the Bible says what? And the devil entered unto him. Na kisha Shetani akamwingia Judas. Akamwingia. Judas hakuwa na shida, hata ikawa alikuwa na assignment. Sasa ingine usema he was in ana assignment. Kwa sababu kama si Judas, Yesu angekufa na wewe ungeokoka. Tunamchukia kwa Judas. Lakini saa zingine inasema hata kama angekuwa ungeokoka, wewe ungeoa Yesu wewe. Lakini yeye alikuwa mwanaume katikati ya wanaume, akaingiwa. Na bila aliingiwa hatujui vile aliingiwa. Lakini aliingiwa, akaingia, akaanza kutimiza ile ahadi. Alileta unabii utimie. Bwana siwe sana. Kwa hivyo kuna pepo tunahitaji ukonge muhula huu. Useme hii haitapata nafasi.
katika njia zangu, katika nyumba yangu, katika kanisa, katika biashara, katika ofisi. Amen. Wengine unaachiliwa na ikifika mahali kazi inaisha. Hiyo ni pepo. Amen. Hiyo ni pepo. Lakini mula huu tunatuangana naso ili tumalizane naso. Nataka uelewe Elijah aliposema kila kitu chote yaani hata mvua ikasimama. Mvua Mungu anaachilia, Mungu akasikia akafunga mbingu. Why? Because we are gods. Kwa maana si ni miungu. We are gods. You are God. Wewe ni miungu, ni Mungu. God told Moses, 17:07. Go and stand before them. Nenda kasimame mbele ya Farao. Go and stand before Farao. Nenda kasimame mbele ya Farao. Go and stand before Farao. Na nitakufanya kuwa Mungu. Amen. Go and stand before Farao. And I will, because you are God. Maana we ni Mungu. Before he gets to the water. Psalm 7, Exodus chapter 7. Lazima uelewe wewe ni nani. Bwana akamwambia, ukienda kuingia maombi na ukiomba, simama na nguvu. Bishop alikuwa anatuambia tembea kifua mbele. Yaani unatembea kifua mbele sababu hapa hakuna shida. Umeweka the breastplate of righteousness before you. Amen. So the Lord said to Moses, see, I have made you as God. Nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao. And Aaron your brother shall be your prophet. That time. God and prophet. Mungu na nabii. You shall speak all that I command you. And Aaron your brother shall tell Pharaoh to send the children of Israel out of this, because I have made you God. Nimekufanya kama Mungu. Fikiri ni nani hapo? Nikani? Tumestana tuko sawa sana. Nimekufanya. Wale pengine akamwambia, enda usimame akiwa hajaingia mtoni. Akiwa hajakusa moto. Kwa sababu wewe ni Mungu. Nataka uelewe ukifanya hii, unafanya kama Mungu. Why? You are created in the likeness of God. Uliumbwa kwa mfano na umbo. Kwa hiyo asianze kwamba sijui kama nitapambana na hii mambo. Utapambana ni wewe kwanza. Nani atakupambania? Amen. Ni wewe utapambana. Hivyo mkono ambie Bwana, mwaka huu nitapambana na hakuna pepo itanikaribia. Sababu utanena na kile utafunga hapa mbinguni kitafungwa. Bwana asifiwe sana. Kila utakuba, hata kama uko peke yako, unasema in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Hata kama uko peke yako, utatu wa Mungu. Ninafunga nikiwa hapa. Hii haitapatikana. Hii haitaendelea. Hii ninang'oa. Hii ninaangusha. Hii inaharibu. Hii kwa sababu Mungu amekupatia nguvu na mamlaka. Kwa hivyo tukiomba, hatuombi kama tunakosa njia. Bwana asifiwe sana. So, nikirudi tena kwa Nehemiah. There was opposition. Kulikuwa na pingamizi. There was opposition. Although I don't have much time to say that. There was opposition. Every time you arise. Kila wakati unainuka. Every time you do what? You arise. An opposition must be there. Even in prayer. Hata katika maombi. Ukiamba kuomba na kufunga, usingizi. Hiyo ni pingamizi. Unasinzia. Yaani na ukoona shetani wa usingizi. Inua mkono waambie Bwana, usitani wa usingizi mwaka huu. Wa usingizi mwezi huu. Wa kunizuia nisisome neno. Wa kunifanya nisisome neno. Na mkataa katika jina la Yesu Kristo. Listen, wakati unapata Biblia usome usingizi. Ewa. Unaanza kusinzia. Lakini ukiingia WhatsApp, ukiingia katika kunani, unafungua macho na usingizi inaenda. Una chat more than 3 hours. Lakini ukiingia neno usome, hata dakika 5 sitaisha. Usingizi, opposition. Opposition ya shetani. Usielewe na kile Mungu anataka kunena na wewe. Neno la Bwana ni mawazo ya Mungu katika maisha yetu. Anavyotuwazia utapata katika hii neno. Amen. Kwa hivyo ukiwa hujaanza kusoma, kwanza omba. Waambie shetani wa usingizi,
una nafasi nataka nisome neno. Na sitaki mambo. Na shetani. WhatsApp naye ni kisirani. Kunani ni shida? Hata ukifungua wale ambao wako na simu, wale tuko na simu, Biblia kwa simu. Ukifungua usome Biblia, what comes first? Advertisement. Facebook. Unasikia kitangazi. Unasikia. Hata singine usijui. Unaanza. Na ulikuwa naenda kusoma Biblia. Ndio inahitaji uwe na Biblia kadogo. Samani tulikuwa tunabeba Biblia ndogo. Silienda wapi? Kule kutoka kwanza kalikuwa Gideon. Tulikuwa tumeokoka tunabeba Biblia ya Gideon ile ndogo. Na unaficha ukienda kumbilia mtu asione kama unabeba Biblia. Na akifika tu mkinena unachomoa. Namsomea mstari. Saa hiyo huwezi kuona mtu na Biblia ya Gideon akikusema wazi to repent. Let us repent. Backslide. Kisumu. Sababu tumebeba Biblia wapi? Kwa simu. Wacha nikwambie, siku zingine sinapoteanga. Make sure kuna Biblia ambayo imeandikwa vizuri mahali. Sinapoteanga na utapoteza ushuhuda kama ndugu mwingine aliokoka na akaambiwa kesho naenda kutoa ushuhuda. Na akaandika ushuhuda. Alipoandika ushuhuda akatoa sasa ushuhuda sikafika. Ndugu fulani kuja. Kutoa ushuhuda. Pastor nimepoteza ushuhuda wangu. Akatafuta ushuhuda ukapotea. Sababu aliandika ushuhuda wapi? Kwa karatasi. Wacha kubeba Biblia ya simu peke yake. Make sure sisters have a small Bible in your handbag. Kuna wakati you need to refer, lakini huwezi refer kutoka. Wapendwa nawaambia vizuri. Kwa sababu ya hii WhatsApp sina shida. Ukiwa hujafungua ule anakuja na unataka kujua huyo rafiki yako amenena nini hapo. Kwanza before the word, you read what? WhatsApp. Inakuchanganya. Kwa na Biblia kako masaa ingine. Ukidrive unasimama unachukua unasoma. Alafu wacha simu hata simu saa zingine tunasimanga, sina shida. Amen. Na simu na saa hiyo nyingine inapigwa ya shida. Na inakuja na saa hiyo ndio unasoma. Unaona mama hapa anapiga simu. Unakata Biblia. Ukisikia fulani ameenda hospitali. Kisha. Amen. Kwa hivyo lazima tuelewe wakati tunaomba tupige vita. Amen. Opposition. Nini? Pingamizi. Opposition. Opposition. But when Sanballat, na wakati Sanballat, the Onite and the Tobiah, the Ammonite, official out of my arrival, waliposikia kufika kwangu, they were very displeased that someone had come to help the people of Israel. Yes. It was someone who went to help the children of Israel. Lakini aliposikia hiyo, ikamsumbua, ikafanya nini? Ikaleta sumbua. So I arrived in Jerusalem 3 days later. I slipped out during the night, taking only few others with me. I had not told anyone. He fasted 3 days. Is it verse 1 or 12? Verse 1. He fasted 3 days. Alipoingia Jerusalem before opposition, what happened? Get to my Bible. Chapter 2 verse 1. Let me get to my Bible. Amen. The verse 11. So I arrived in Jerusalem 3 days later. Hii inasemaje? Hii ni tu. Leta King James. So I came to Jerusalem and I was there 3 days. Then I arose, 3 days in prayer. Hakutaja kuomba, hapo ndipo mimi sasa. Unajua nikiona 3 days ninaona maombi tu. Ninaona nini? Ninaona maombi. 3 days. Kwa siku tatu. Alikuwa pale Yerusalemu. Akisikisa anga. Akifanya nini? Akisikisa anga. Wewe ukaingia mji hivi. Wewe kuingia katika nyumba iko na vita hivi. Lazima ufanye nini? Lazima usikise. Ndio tulijipanga siku ya Sunday
na siku ya Christmas vile tutajipanga. Kuna kujipanga wapendwa. Kuna vitu ingiangi hivi, atunyang'anye, atupige vita, atinachukua hii, unasikiza mti. Unasikiza level ya vita. Halo? Unasikiza level ya vita. Wapendwa, hii sasa sitaki niseme pokea, nataka tusome. Amen. Then I arose in the night. Kisha nikaondoka usiku. I and a few men. Mimi na baadhi ya wanaume. I don't know one. What my God had put in my heart to do at Jerusalem. Kile Bwana alikuwa ameweka ndani ya moyo wangu kufanya Yerusalemu. Ameweka. Na akaamuka na wachache. Unafikiri maombi ni ya kila mtu? Maombi si ya kila mtu, ni ya yule ambaye anajiamulia. Naye hawa ni assignment, na anatoka hapo na watu wale ambaye wako tayari kusimama na yeye kwa assignment. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kila kitu tunaofanya kwa Bwana lazima ujitoe. Maombi ni kujitoa. Kufanya kazi ya Bwana ni kujitoa. Bwana asifiwe sana. Hata saa hizi tunaenda kuingia mjengo. Huyu Bwana nisaidie. Mama Bwana anambia Bwana nisaidie. Ndio. Sababu tunaingia mjengo. Ni assignment. Amen. Kuna kujitoa. Akaondoka na wachache, and I told them, no one what my God had put in my heart to do at Jerusalem. Nor was there any animal with me except the one the one on which I rode. Wacha farasi alitembea na yeye. Hakuna mnyama alienda naye, hakuna mtu, ni wale tu. Na hakuambia. Kuna vitu vingine hatutaki kusema wewe. Kuna vitu vingine Bwana atakupatia ukisema you are body wa vision. Kwa moja. Unaambia, hakuambia sini yao usiku mzima. Hakuambia at night twende tutembee wanaume. Kila ambaye he mourned for many days, and I went out by night through the valley, the gates to cut the story short. Always opposition. Kila mara in prayer must be there. Lazima niwe. Opposition in everything that which you are doing for the Lord must be there. Tuko pamoja. Sanbalati and Tobias and Shetani aliwaweka tu, akawatumia tu. Kuna mtu hapa amekuja kwa sababu walikuwa wameamua Bwana wa Israeli wahangaike. Lakini naye Mungu wa Israeli angewaacha wafanye nini? Angewaacha wahangaike. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Mungu wetu tulisema vizuri, mkono wake aweza akaacha watu wake. Na kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu, hata kama kuna opposition katika maombi, hautashindwa. Najua nabaki na dakika 10. Nikuni ama ni 2, niko karibu kumaliza. Nataka sijamaliza. Sorry, kuna kitu nimefungia hapa. Nataka tukienda kuingia maombi, there is something we want you to do. Listen. Ukiomba tutakataa magonjwa, tutakataa kila kitu. And then pray for the desire. Pray to God for the desire to know. Have the desire to know and understand the purpose of God in your life. Tuombe Bwana akatupe tamanio ya kujua haki yake. The purpose. Na kusudio. Why did you save me? Kwa nini uliniokoa? Why did you keep me in such a time like this? Kwa nini ukaniumba wakati kama huu? Because when Nehemiah knew this, maana wakati Nehemiah alijua hii, he positioned himself. Alijiweka sawa. Mtu ambaye anafanyia mkubwa aende akalie kwa ajili ya watu ambao wako na shida. Watu wako na mahangaiko. Umeisoma hapo kwa mstari. Wako na mahangaiko sababu alielewa mpango wa Bwana katika maisha yake ni nini. No, understand the purpose of God in your life. Kusudio la Bwana maishani mwako. The purpose of God in your life in His church. Kusudio la Bwana kwa maisha yako. The purpose of God in your life in this nation. Kusudio la maisha yako in that family. Taifa, katika hiyo familia. When you are married. Mahali umeolewa. Amen. Amina. Hiyo kisirani yote iko hapo sababu wewe umeokoka, ni wewe utapewa. Mungu tusaidie nikiwa ndani. Amen. Amina. Hao wako hapa wataki kusikia, hata wataki kukusikia wewe umeolewa pale. Lakini utaambia Bwana nivumilie, nipatie kuvumilia. Hii ndio nitafunja nira. Ni mimi nimeingia hapa na sababu yako.
Kwa nini ulinileta katika hii nyumba, confused house, confused home? Nyumba iko hivi, walevi wote. Ni huyo mtee tu ulinipatia. Amen. Na hata huyo mwingine mlipatana akiwa confused. Na ukamtengeneza. Najua wadada tunafanyanga kazi, na wandugu pia tunafanyanga kazi. Unapata dada mang'aa. Uliza Mungu, kwa nini ulinipatia hii mang'aa? Ana sio sana. Unajua hiyo mang'aa kuna sababu yake. Sababu wewe kama ni mang'aa unahitaji mang'aa zaidi. Ndio compliment one another. Amen. Ili muwe iko mpigane msasa. Bwana sio sana. Kwa hivyo kwa sababu gani Mungu Mola huu mwaka huu umeniweka nifike? Sababu ya hiyo nataka uniambie ni kwa nini katika hii familia, katika hii mume, katika hii mtoto, hii mtoto hii mtoto hii, hata kama amekaa, hata kama amekula mkuka ikafika hapo, ambia Bwana nipatie. Kwa nini umenipatia? Na akawe ukisaidia huyo wako utapata neema ya kusaidia mwingine. Tuko pamoja? Kwa sababu bila kuuliza Bwana hiyo maneno tutaomba na tukose kupata mwelekeo wa Bwana. Amen. Point ile ingine tukienda kuomba, pray God to continue having that desire to know the act of God and his character. Tuombe Bwana akadumishe tamanio hilo na tukajue matendo yake na tabia yake. Character and what? His act. Matendo yake and his character. Na tabia yake. Amen. Because if you know the character of God, kwa maana ukijua tabia za Bwana, you adopt that character. Unachukua zile tabia zinakuwa zako. As he does. Unafanya jinsi ya kufanya. Release grace. Na anaachilia neema in your life. Amen. Pray God to give you discernment spirit. Kuomba Bwana akupe roho ya kutambua. Katika nyakati tunazoishi, we need to have the spirit of discernment. Lazima tukawe na roho ya kutambua. Amen. Because if you have the spirit of discernment, kwa maana kama una roho ya kutambua, you know how to deal with people. Mtu atajua jinsi ya kukabiliana na watu. Utajua ni nini imejaa moyo wake. Sababu roho wa Bwana anakusaidia kuelewa. Amen. Usishikane tu na mtu hivi. Na mkishikana tu hivi anakuletea kwa shida. Na unajua walokole tuko na shida.